Yes, bwana, hali gani mwana michezo wetu wa channel ya Yanga Habari TZ. Bwana, kwa wewe ambaye bado kabisa haujaweza kugusa maneno yaliweza kuandikwa subscribe, basi hakikisha unagusa chini ya hiyo video yako kwenye maneno yaliweza kuandikwa subscribe, na kisha itatokea alama ya kengele pia, na kisha unagusa ili usiweze kupitwa na taarifa zetu za kimichezo, burudani, usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi lako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, taarifa njema muda huu ni kuhusiana na usajili ambao umeweza kukamilika hivi karibuni. Bwana, usajili huu ambao umeweza kuwafanya mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans waweze kujisikia furaha nderemo na kuweza kuitizamia klabu yao kufika hatua za mbele zaidi mara baada ya kuonesha uwezo wa kuweza kusajili wachezaji wenye profile ya hali ya juu. Bwana, kama Peter Shalulile ni mchezaji ambaye ameweza kupiga kwa mafanikio makubwa akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye inashiriki pale South Africa. Klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns ndio inaweza kushiriki ligi ya pale South Africa, basi ndiko anakotokea mchezaji huyu Peter Shalulile. Bwana, ni maoni yako sasa kwa shabiki wa klabu ya Young Africans juu ya taarifa hizi njema. Bwana, hakikisha unagusa maneno yaliweza kuandikwa subscribe chini ya hii video yako, na kisha tutokea alama ya kengele pia, na kisha unagusa ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel lako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, kuhusiana na swala la usajili wa mchezaji huyu Peter Shalulile, bwana, ameweza kuyaweka wazi rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi kuwa bwana, mpaka hivi sasa wameweza kukamilisha usajili huu na kutimiza idadi ya wachezaji takribani 7 ambao tayari mpaka hivi sasa wameshaweza kusajiliwa na klabu hii ya Young Africans. Bwana, majina yote hayajawekwa wazi, majina machache ndiyo yaliweza kuwekwa wazi kwa ajili ya kungoja siku ya uzinduzi wa jezi pamoja na utambulisho wa wachezaji ambao utakwenda kufanyikia pale kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Bwana, hayo yote ameweza kuyazungumza rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi kuwa hayo yote na baadhi ya wachezaji ambao hawajaweza kutambulishwa basi watakwenda kuwatambulisha siku hiyo ya utambulisho, siku ya Yanga Day, siku ambayo inangojwa na mashabiki wengi kwa hamu kubwa kuweza kwenda kutizama wachezaji wao wapya ambao wamekwenda kusajiliwa kwenye dirisha hili la 2026 2027. Bwana, ni taarifa njema hasa kwa mashabiki wa Young Africans bwana, mara baada ya kuweza kumtizama Peter Shalulile na uzi wa njano na kijani. Kwa hivyo bwana, mchezaji huyu ndio atakwenda kuitumikia klabu ya Young Africans kwa misimu mitatu. Bwana, hiyo ndio ambayo misimu ambayo Peter Shalulile atakwenda kuonyesha uwezo wake ulioweza kumsogeza kwenye klabu hii ya Young Africans. Basi mashabiki wengi wanatarajia kuona uwezo wake hautaweza kuflop mara baada ya kuweza kujiunga na klabu hii ya wananchi. Bwana, ni maoni yako sasa kwa shabiki wa klabu ya Young Africans juu ya taarifa hizi motomoto ambazo tumeweza kusogezea kutoka kwenye vyanzo vya habari kutoka pale kwenye klabu pendwa hapa nchini Tanzania Young Africans.
Bwana, hakikisha unagusa maneno yaliweza kuandikwa subscribe ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani, usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, ameweza kusikika afisa habari wa klabu ya Young Africans kuwa mwaka huu hawataweza kubakiza kombe lolote. Kwa sajili hizi ambazo wameweza kuzifanya, basi wataweza kuhakikisha kila kombe ambalo linakuja mbele yao basi watalichukua kama ilivyokuwa kawaida yao, kasoro msimu huu ambao wameweza kuchukua kombe la kombe la NBC Premier League. Hilo ndilo ambalo wameweza kulichukua vyema kabisa klabu hii ya Young Africans. Ili usiweze kupitwa na taarifa motomoto za kimichezo na burudani, bwana, basi hakikisha unagusa maneno yaliweza kuandikwa subscribe ili usiweze kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo tunakuwa tunaziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel kupendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, ni deal done ndizo ambazo zinatawala kwa hivi sasa, hasa kwenye klabu ya Young Africans ambayo inafanya sajili kwa ajili ya kuweza kujiweka fit kuelekea ligi kuu NBC Premier League pamoja na CAF Champions League pamoja na michuano mingineyo ambayo klabu ya Young Africans inashiriki mashindano hayo. Bwana, uongozi wa klabu ya Yanga umeweza kuthibitisha juu ya sajili ambazo zimeshaweza kukamilika mpaka hivi sasa. Bwana, ni wachezaji 7 ambao ni rasmi kabisa kuwa ni wananchi. Bwana, hizi ni taarifa njema hasa kwa mashabiki wa Young Africans ambao wanafuatilia mitandao mara nyingi zaidi kuhusu klabu yao ya Young Africans, nini ambacho imeweza kukifanya kwa msimu huu wa 2026 2027, na kubwa zaidi ni juu ya sajili za moto ambazo klabu ya Young Africans inazifanya kwenye dirisha hili la usajili. Bwana, mashabiki wengi wameweza kuipa kongore Young Africans kwa sajili kubwa ambazo ameweza kuzifanya kwa ajili ya michuano mbalimbali ambayo klabu yao inahusishwa nayo, hasa CAF Champions League pamoja na NBC Premier League. Bwana, hii ni michuano mikubwa ambayo Young Africans huwa akiweza kuitolea macho bwana, pale tu pila likiwekwa kati, basi Yanga michezo hiyo huwa anaitolea macho na kuongeza nguvu kubwa kwa ajili ya kufanya makubwa zaidi na kuvunja rekodi mbalimbali za hapa nchini Tanzania.